Hujambo na karibu msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo, na mnakurubia redio zenu ili kuendelea kufuata matangazo yetu katika siku hii ya leo. Msikilizaji, nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Mchumbe wa mkulima na Fatuma, msomaji wako wa siku hii ya leo. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati ili uelewe mengi zaidi kwa yale ambayo tuliyokuandalia. Zake Mulucha Ashibe yuko upande wa pili, na sasa namkaribisha mwenzangu Bibu Kuru Tantini Aldama kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu, ambako tutaanzia katika mji wa Baraka. Maoni mbalimbali yametolewa na raia wa mji wa Baraka kwa uongozi wa meya kwa muda wa mji huu kutokana na kazi zake kwenye mwaka wa 2025. Na huko Swima ni kwamba raia wa kijiji cha Swima sekta ya Tanganyika wamekumbwa na wasiwasi mwingi kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa namna isiyo ya kawaida mnamo usiku wa kucha siku ya 6 ya wiki tunayo. Nao baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC. Kwa jambo hilo, shirika la raia laomba viongozi wa kijeshi kuingilia kati swala hilo. Na huko Kamituga, shirika la raia eneo la Mwenga Kamituga yaomba kwa serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini kuboresha hali ya usalama kwa mwaka huu 2026 na pia kuboresha hali ya kiutu kwa wananchi. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Naam, shukrani sana Bukuru Tantini Aldama kwa habari muhimu. Acha sasa tuingie kwa undani zaidi kwa habari zetu katika siku ya leo, tukianza na habari za katika mji wa Baraka. Upungufu wa madawa kwenye vituo mbalimbali vya ndani ya mtaa wa afya wa Fizi ni miongoni mwa changamoto zilizoikumba mtaa huo. Ndivyo amehakikisha hayo mganga mkuu wa eneo hilo siku ya 5 ya wiki tunayo. Katika mazungumzo nasi, Dr. Albert Mangaiko Sadiki, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, amesema mwaka wa 2025 ulikumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo pia kwa kuporwa kwenye kituo cha afya cha Kandali. Dr. Albert Mangaiko Sadiki anaeleza yafuatayo. Acha niseme ya kwanza ni ambayo tumemalizia nayo mwaka ya usalama kuwa mdogo, lakini mwaka mzima wote huu tulikuwa pia na uhaba wa madawa katika masantre de santé zetu, mahospitali zetu, na kulikuwa tatizo mojawapo kubwa ambalo hadi sasa hatukupata jibu, ni uhaba wa malipo ya wafanyakazi wa sekta ya kiganga. Naamini ombi letu au ombi langu kwa binafsi ingekuwa kupata usalama wa kutosha, amani ya kweli iweze karudi, ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika mtaa wetu wa afya wa Fizi. Tunajua kama maeneo ambayo panapatikana centre de santé au hospitali ni eneo ambalo linapana sura ya amani, sura ya usalama, na hata mwenye kushikilia silaha pia anakimbilia hapo. Mfano kama vile hospitali ya Baraka, hospitali ya Fizi ni maeneo kwa sasa inapokea hata wale wenye kushikilia silaha, na kuna centre de santé tu moja ambayo tayari imewahi kuporwa, kufunguliwa milango, ikiwa ni centre de santé ya Kandali. Ningeomba kwa washikilia silaha wote wajue kama ma centre de santé hospitali zetu ni malio publique, zinasaidia watu wote, na lazima wasaidie kukinga, kulinda mali na watu ambao wanapatikana katika maeneo hayo. Daima katika mji wa Baraka, kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu, ni kwamba maoni mbalimbali yametolewa na raia wa mji wa Baraka kwa uongozi wa meya kwa muda wa mji huu kutokana na kazi zake kwenye mwaka 2025. Radio Kivu imetandaza maiki zake kwa baadhi ya raia wa mji wa Baraka kuhusu kazi zilizotekelezwa naye meya kwa muda wa mji wa Baraka, nao walieleza yafuatayo. Hatuna tegemeo yote ya maisha kupitia viongozi ambao wanaotuongoza, kwa sababu ukichunguza maisha ambayo tunaishi kwa sasa magumu sana. Tunapambana tu ni vile, lakini kungambo viongozi hakuna. Nawaza mwenyewe umeona mpaka kisi tunafikia kufunga mwaka hakuna hata kauli moja ambayo tumesikia kutoka kwa viongozi ambao wanaotuongoza ya kututia moyo,
ya kututakia hata mwaka mpya wa heri, hakuna hata sauti moja. Yaani tunaishi kama vile watu wasiokuwa na viongozi. Kwa viongozi wetu wote ambao wanatuongoza, wako wanajua kama wanaongoza watu, na wakati wa shida wanajitokeza mbele ya watu kwa kuonesha watu kama tunachangia shida na raha tukiwa wote pamoja. Ndio mapare niko siripikwa kusikia kama tuko na mere kwa muda. Mimi nadhani mere mwetu tulikuwa naye alikuwa interimer Mama Tabisha. Vile sai ya Baraka hizo bakia bila muongozi, hakuna muongozi hapa. Sisi tulikuwa tu siripikwa wakati moja hapa. Tulikuwa na yua mere de la vile ni Mbochwa. Njoo mwenzetu tunayua. Njoo mimi yangu nayua. Kwa si aona kama asema njoo vile mere de la vile ule anapita pale na delegation. Atuyaona kai. Njoo vile mere de la vile njoo uliko pale. Hii masiku yote masasi iko napigiwa. Nijua tuna kiongozi. Hivi tuko mkisanga baba. Tuko sawa vile tunabakia bayatima. Hatuyue ni nini. Tulionaka tu wakati moja banaanza chama mifereji kule, ile mifereji kama vile njoo kutengeneza, kama vile njoo hivi sisi tunaishiwa, meri yetu hivi inakufa. Benzabo wote tulisikia kule Bakindu, Balubumbashi wapi, balitia madesizio bichetere hapo. Njoo baangalie nini nitafanyika mwa mwaka yenyewe tunaanza jana hapa 2026. Malheureusement si unawazea watatutengenezea kabisa kilalo ya kule Mamalala na zingine mabilalo. Kuhusiana na uongozi wa Baraka sasa hivi haupo sana. Sijui kama ni swala la M23 linasumbua au aje. Cha kwanza Baraka yetu sasa hivi barabara ziko chafu sana. Yaani barabara zisafiki. Hakuna chochote ambacho kinaendelea, maendeleo kivipi? Tofauti na wananchi ndio wanajiendeleza hivyo. Mimi ujumbe kwa serikali, kitu ambacho mimi ningependa niongee kabisa, kwa tu support, kwa sababu sisi ndio tunaowapandisha juu. Kama kuna kura kila kitu sisi ndio tunawapandishaga juu. Mimi naweza kutashika kama uongozi wa meya haujakuwa vizuri. Kwanza meya ana miezi mingi ameingilia, ila hatujaona kitu ambacho meya ameshawahi kutumika wala kusikiliza wala kuongea kwa sababu ya wananchi. Mji unaharibika ovyo, masasa yanapigwa ovyo, ila tusikii kitu ambacho meya anaongea. Wakati mji ukiwa na meya, mji una kiongozi. Kwa mwaka huu kwetu sisi wananchi tungeomba kwanza atusaidize kwa wao wanajeshi ambao wanasumbua vijana usiku. Kuna vijana wanafika saa 12 barabarani wameshikwa na nyang'anya simu, saa 1 na nyang'anya simu. Yale wote ni watu ambao wanatusumbua sisi wananchi. Sasa tungeomba kama yeye meya atusaidize kwa yale, aongee na viongozi wakuu wa jeshi. Ndio maoni yangu yale mimi. Kulingana na uongozi ambao tunaona saa hii wa mji wetu wa Baraka, kwa saa hii tunasema hii ni mji, na kama ni mji inakuwa na mambo yake ambayo inakuwa inaonekana kama hii ni mji. Saa hii si sasa vile jeunesse hapo kwetu Baraka tunaishi mu condition yenyewe si pekee tutegemea tujiamini kwanza. Juu paraporo ya security. Huko nafika 18h, nafika 19h unatoka fasi, unakutana na soda anakusopa, anakunyang'anya makuta, anakunyang'anya telefone. Vitu yenyewe tupatia hata sie hofu ya kusema tufanye nini? Tuaminie na tutembee mu nchi yetu au tutembee mu mwingine yetu avec fierté. Kitu tutaweza omba kwa uongozi wetu na sasa vile responsable wetu, yendo sasa vile mzazi wetu hapa Baraka, angalie gisi ya kuongea na wakuu viongozi ambao ni wakuu wa jeshi juu barasire security yetu iko mzuri. Na ingine ile probleme ya kupika masasi mingi mwingine ile inaikuwa tutuma tunashindwa hata kuishi kwa amani, uoga na kuwa hofu, shaka, mambo kama na ile. Vraiment tutaweza omba kwa maire de la ville aangalie gisi ya kuasire security mu vile yetu ya Baraka. Mpaka sasa siwezi sema kitu fulani nishaona kenyewe kinafanyika na meri yetu ya Baraka. Siwezi sema kitu fulani ambaye nimeona hiki tuona kuongozi wa Jean-Jacques Mbochwa tulipata kilalo hapa ya lakini kwa hii uongozi tuko nayo kwa saa hii vraiment siwezi identify kitu fulani kinetushaona kwa macho yetu yaonyesha kama kweli kindo kilifanyika na meri yetu ya Baraka. Tuangazie na huko kwenye kisanga cha Ubwari ni kwamba watu takriban 14 ndio wameripotiwa kupatwa na maradhi ya ugonjwa wa kipindupindu huku mmoja wao kufariki. Ndivyo amehakikisha hayo mwami wa groupement ya Babwari Katame Kisesa Mvano siku ya Ijumaa hii ya tarehe 2 Januari 2026. Akizungumza nasi kupitia njia ya simu, mwami Katame Kisesa Mvano wa groupement ya Babwari ameanza kwanza kuonesha maisha ambayo wahamiaji wa ndani wanaendelea kuishi katika eneo lake. Tunashukuru Mungu, tulipokea wandugu mbalimbali wengi tu kutoka katika maeneo mbalimbali huko, ni barabara huko, mambo ya Baraka na kwingineko, Lutenda, Boko, na maeneo mengine Katanga, Watombo, pia Breskile nzima ilikuwa imejaa vijiji vyote. Tunamshukuru Mungu tuko salama, wengine wamesharudi majumbani kwao, wamebakia wachache katika vijiji mbalimbali. Hapana, ni kweli hiyo hayo matatizo ya kuwa magonjwa ya kipindupindu yatokea pale Manga, ilipotiwa kupelekwa kule hospitali Baraka, lakini pia mtu mmoja alifariki pale. Pia vile vile kijiji cha Mizimu ilipotiwa hivyo, lakini hakuna aliyepoteza maisha, walitibiwa, walipelekwa hospitali wakati mpaka sasa ni kimya. Ni kweli unaona swala linapokuja la ghafla, haina kwamba limeandaliwa kwamba watu wanakuja
wanakuja hapa, wanakuja watu idadi fulani, au watakaa hapa, watakula hichi, watakunywa hichi, alafu ile inakuwa ngumu. Maana ilikuwa ni mshituko tu, watu mabodi yanaibisha, watu wanateremka wengi. Sasa ilikuwa ni kazi ngumu kwanza kuwatafutia mahala pa makazi kwa maana ya kuishi, namna gani watakula, kila mtu alijitegemea mwenyewe. Sasa watu maisha yanazidiana wingi, alafu kipindi cha mvua zikitinga zikitaka kunyesha, walazanisha kidogo, watu wanapata matatizo. Wanakaa kwenye chini ya vitanja vya kuanikia dagaa, wanaweka vile vitandarusi juu, wanaishi hivyo na watoto, lakini maisha yalikuwa ni magumu, kula tabu. Sasa baadaye msaada wa dawa za kuweka kwenye maji kwa sababu ya watu kuathirika na magonjwa ya kuambukiza hayo. Maisha yalikuwa ni hivyo, kweli hayakuwa mazuri kwa ujumla. Alafu hata ukizingatia kipindi hicho wamekuja watu, alafu kulikuwa ukame kidogo, ukame wa mboga, ziwa Tanganyika ilikuwa halizalishi, ilikuwa tabu kidogo. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozid kwa habari za michezo. Naam, barabara kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo kama kawaida, mgongoni na valia namba 14 yake mchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo tuanzia na habari zisemazo kuwa shirikisho la soka barani Afrika CAF limetaja kikosi bora cha wachezaji 11 cha michuano ya kombe la mataifa barani Afrika AFCON 2025, huku wenyeji Morocco wakiingiza wachezaji wawili, akiwa ni mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid Ibrahim Diaz na beki wa klabu ya Manchester United ambaye ni Nusser Masrui. Safu ya ushambuliaji inaongozwa nayo winga wa klabu ya Manchester United na wa timu ya taifa ya Ivory Coast ambaye ni Amadi Diallo, winga wa klabu ya Al Nassr huko nchini Saudi Arabia na Senegal Sadio Mane, pamoja na winga wa klabu ya Al Ahly huko nchini Saudi Arabia na wa timu ya taifa ya Algeria ambaye ni Riyad Mahrez. Wachezaji wengine ni pamoja na golikipa wa Al Ahly ya Egypt Mohamed El Shanawi, beki wa Bayer Leverkusen na Burkina Faso Edmond Tapsoba, beki wa Burnley na DRC Axel Tuanzebe, na beki wa klabu ya Nice na Tunisia ambaye ni Al Abdi. Wengine ni kiungo wa Brighton na timu ya taifa ya Cameroon ambaye ni Carlos Baleba, mshambuliaji wa Atalanta Bergamo na Nigeria Ademola Lookman, huku kocha Eric Chelle aliyeongoza timu ya taifa ya Nigeria kushinda mechi zote za hatua ya makundi akitajwa kuwa kocha wa kikosi hicho cha wachezaji 11 ambao shirikisho la soka barani Afrika CAF imeweza kuwateua kama wachezaji bora katika michuano hiyo mwaka 2025. Lakini tufahamishe kuwa hatua ya 16 bora ya michuano hiyo ya AFCON itaanza kutimua vumbi rasmi ifikapo siku ya Jumamosi tariki 3, ambako mechi mbili ziko katika program ya kupigwa. Majira ya saa 12 kamili Senegal watakuwa vikali dhidi ya Sudan, na majira ya saa 3 kamili usiku Mali watakuwa dhidi ya Tunisia. Huko katika bara la Ulaya ni kwamba mshambuliaji Antoine Semenyo yuko karibu kukamilisha uhamisho wake wa kwenda Manchester City akitokea klabu ya Bournemouth. Makubaliano yanaelezwa kuwa ya thamani ya pauni milioni 75, huku mkataba wa miaka 5 tayari umewekwa mezani na klabu ya Manchester City. Iwapo dili hilo litaweza kukamilika, litakuwa na hatua kubwa kwenye taaluma ya mchezaji huyo pamoja na uwekezaji mwingine mkubwa wa Manchester City katika kuimarisha kikosi chake cha ushambuliaji. Vile vile uongozi wa klabu ya Real Madrid hapo nchini Uhispania umefanya mazungumzo na beki wa klabu ya Crystal Palace Marc Gueye ili wamsajili katika dirisha kubwa la usajili lijalo. Alikadhalika klabu ya FC Barcelona pia imeonyesha nia ya kumsajili beki huyo, lakini pesa anayohitaji kulipa ni nyingi, hali inayopelekea klabu ya FC Barcelona kurudi nyuma kidogo katika harakati za kuweza kutafuta mchezaji huyo. Liverpool bado wana mpango wa kumsajili Marc Gueye. Vile vile dili linazidi kuwa ngumu kwa sababu vilabu vikubwa vikiwemo Madrid vimeweka vile vile mguu wao. Mazungumzo baina ya mshambuliaji Vinicius Junior na klabu ya Madrid juu ya kuongeza mkataba wa kuendelea kusalia klabuni hapo bado umesimama, na bado Vini ameshikilia msimamo wake wa kuto kuongeza mkataba wa kuendelea kusalia klabuni hapo. Mkataba wa mchezaji huyo kutoka Brazil Vinicius Junior unatamatika mwaka 2027. Naweka nukta katika habari za michezo.
Shukrani sana mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, hii ni Radio Kijamii Kivu, ambako kwa sasa unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tuangazie uchambuzi wetu wa habari, na habari kutoka huko Swima ni kwamba raia wa kijiji cha Swima sekta ya Tanganyika wamekumbwa na wasiwasi mwingi kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa namna isiyo ya kawaida mnamo usiku wa kucha siku ya Ijumaa ya wiki tunayo nao baadhi wa jeshi la taifa. Kwa jambo hilo, shirika la raia laomba viongozi wa kijeshi kuingilia kati kwa haraka. Udhibitisho huo ni wake Prince Wilonja, mkuu kiongozi wa shirika la raia eneo hilo, ambaye ametoa picha halisi ya hali ya sasa Paswima. Tumeanza mwaka na hali ambayo siridhia, isiyofurahisha, hali ya wasiwasi, hali ya vita, hali ya watu hawana mategemeo, hawana matumaini, hawana nini. Mambo yote yako yameharibika, yamestopishwa kila kitu. Ila pamoja na maombi Mungu atajalia na tutakuja kupata amani ya kudumu kupitia nguvu zake yeye Mungu ambazo atakazobariki serikali yetu ili tupate kugombolewa kuna kuizi eneo zetu. Na kama nimetangulia kusema, ni ukweli Swima watu wanajeshi wa serikali ndio wako wengi hapa kwetu, wako wengi kabisa, na raia ni wengi ambao wamezidi kukimbia, wanazidi kukimbia siku baada ya siku, ambao wako wanazidi kuja vijiji vya huko Makobola na wengine Kigongo. Baadhi yao wengine walikuja juzi Jumanne na wengine walikuja jana Jumatano. Yani watu wanakuja, wako wengi kabisa hapa Swima. Na kama nilivyosema kijana kwamba hali ya maisha ni ngumu sana kwa hawa wakimbizi au wahamiaji wa ndani. Hali ni ngumu kimaisha sababu hakuna huduma yoyote ile, na pia tatizo ni kubwa ambalo limeingia leo, magonjwa ya kipindupindu ambayo wakongomani wanaita sana kolera imeibua hapa Swima, imezuka hapa Swima. Sasa kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimetuingilia wasiwasi, kutuweka wasiwasi sana. Mlipuko gisi watu wako wengi hapa, na huyu ugonjwa gisi umeanza, na hali ni nzito ya maisha, watu wanakimbia, hawana chochote, na wenyeji ambao wako hapa na wao hawana chochote, kwa sababu hivi wote msimu hivi watu ni kutoa pesa, hakuna kuingiza, hakuna entre yenyewe nafanyika tofauti na sorti. Upande mwingine, kiongozi wa kijiji cha Swima ameonyesha kuwa mazingira ya kihutu yako dhaifu zaidi, na hiyo kupelekea ugonjwa wa kipindupindu kuripotiwa Paswima. Ikaonekana kwamba wanaimba sana, wanapiga masasi ili wapate njia ya kuiba, watu wasambaratisha ili waibe. Na saa hii jana ya tariki 1 mwezi huu wa kwanza 2026, masasi jana ikapita tena usiku, masasi ilipigwa sana, watu wamelala na saa 12 ya mchana wakalala pia masasi mengi sana mpaka ikamalizika saa 8 ya usiku, ikijulikana kwamba inapigwa ajili ya nini. Kwa hiyo tatizo zote hizo ambazo watu wanapitia hapa, watu wanaona kama vile hapana wataweza kuikalia. Naam, tuangazie pia na huko Kamituga ni kwamba shirika la raia eneo la Mwenga Kamituga yaomba kwa serikali ya jimbo la Kivu Kusini kuboresha hali ya usalama kwa mwaka wa 2026 na pia kuboresha hali ya kiutu kwa wananchi. Ujumbe huo ameutoa kupitia heri ya mwaka mpya wa 2026 Bwana Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia na mtetezi wa haki za kibinadamu, ambaye ameonyesha kuwa mwaka wa 2025 ulikuwa matatizo kwa raia wa Mwenga na Kamituga, hasa upande wa usalama. Mwenga na Kamituga rien n'a changé.
rien n'a changé. Hali iko ile, population inaendelea kuvumilia shida yake yenye ilikuwa nayo ya barabara, shida ya insecurite. Comme vous le savez, visi nilikwambia kama barriere ishayala tout au long de la route, ndo unaweza kuwa sai tunasikia kama ni Lugushwa, kama ni Kitutu, kama ni Mwenga, mtu alipigwa masase, masase ilipigiwa sasa vile Mwenga centre kule na kwingine kwenda kule. Ce n'est pas facile utembee na Android na urudie nayo. Donc tout est compliqué. Mbo unajua haitakuwa kujipendelea. Sisi sawa vile shirika la raia niveau des inspecteurs droits de l'homme tulifurahia saa tulisikia bana renforcer ma stratégie sécuritaire Uvira. Mais kukamatiwa ya Uvira ilikuwa desolation totale kwa population ya Sud Kivu. Totale. Alors tukazikuta shie benye tuko huku. Parce que kulikuwa ba commandant region. Parce que kulikuwa gouverneur peke en place. Parce que kulikuwa donc administration yote ya province. Shie benye tulikuwa sasa benye hatuna vile vyote huku. Tukatusikia tunavunjika moyo. Enye tungilomba parce que trop c'est trop. Watu wiko wanakufa, watu wiko wanauawa, unajua kutana kwa mazone okipe. Watu wiko wanafanya ma message anonyme juu ya kufikia usalama yao. Donc la liberté d'expression haiko kushia banani ba activiste ya droits humains. Tutamatishe habari zetu siku ya leo na habari hizi za kitaifa zisemazo kuwa ni visa 35 vya unyanyasaji wa kingono ndivyo vimeorozeshwa kwa mwaka mzima 2025 nalo shirika la UNICEF ambako mikoa inayoathirika zaidi ni Kivu ya Kusini, Kivu Kaskazini, Ituri, Kinshasa na Grand Kasai. Undani wa habari hizi naye mwenzetu Safari Dilu Alimasi ndani ya studio. Naam, unyanyasaji wa kingono dhidi ya mtoto ni mzizi. Mfumo uliosambana unaendelea kuongezeka kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu wa ripoti mpya ya UNICEF. Kulingana na takwimu za kitaifa zilizokusanywa na watu wa huduma za ulinzi na msaada kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia dhidi ya kesi 1035 za ubakaji na ukatili wa kingono dhidi ya watoto ziliripotiwa katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2025, shirika hilo lilisema hali hii ni mgogoro unaendelea kwa ubaya zaidi. Mwaka 2024 karibu kesi 45,000 zinazohusiana na watoto ziliripotiwa, sawa na 40% ya jumla matukio yote ya ukatili wa kingono yaliyoripotiwa. Kiwango hicho ni mara 3 zaidi ya kile kilichorekodiwa mwaka 2022 kulingana na ripoti hiyo. UNICEF ilisitiza kuwa idadi halisi ya matukio huenda ni kubwa zaidi kutokana na watu wengi kushindwa kuripoti visa hivyo kwa sababu hofu, unyanyapaa, hali ya kutokuwa na usalama na ukosefu wa huduma muhimu. Akina mama kutembea kwa saa kadhaa kufika kliniki wakiwa wamebeba mabinti zao ambao hawezi hata kutembea baada ya kushambuliwa, alisema mkurugenzi wa UNICEF Katerina Rifel, akiongeza kuwa hofu ya kunyanyapaliwa au kulipizwa kisasi hufanya familia nyingi kushindwa kuripoti matukio hayo. Kwa mujibu wa UNICEF, visa vingi vimeripotiwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri ambao kuna vita, kuhama kwa watu na udhaifu wa mifumo ya ulinzi huongeza hatari. Ripoti pia inaonyesha idadi kubwa ya matukio mjini Kinshasa na maeneo ya Kasai ambapo umasikini, ukosefu wa chakula na utoro mashuleni vinaongeza hatari kwa wasichana. Ripoti inaeleza kuwa wasichana bale ndio waathirika wakuu wa ukatili wa kingono nchini kote. Ingawa wavulana pia wanakumbwa na ukatili wa kingono, mara nyingi hawakilishwi ipasavyo katika matukio yaliyoripotiwa. Watoto wenye ulemavu wako kwenye hatari zaidi kutokana na vikwazo vya kimazingira.
kijamii na mawasiliano vinavyoongeza udhaifu wao na kupunguza uwezo wa kupata huduma za afya na haki. Aidha, takwimu tofauti zilizothibitishwa na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa matukio ya ukatili wa kingono dhidi ya watoto ambao tayari yalikuwa juu mnamo 2022 na 2023 katika maeneo ya vita yaliongezeka tena kwa karibu 30% mwaka 2024. Takwimu za awali za mwanzo wa 2025 zinaashiria kuwa hali bado ni mbaya, huku matukio yaliyopokelewa katika nusu ya kwanza ya mwaka yakiwa tayari yanawakilisha zaidi ya 80% ya jumla ya visa vilivyoripotiwa mwaka uliopita, kwa mujibu wa UNICEF. Shirika hilo lilisema linafanya kazi na serikali ya DRC pamoja na washirika wake kutoa huduma zinazolenga manusura kama vile huduma za afya, msaada wa kisaikolojia, maeneo salama na usimamizi wa kesi. Kati ya 2022 na 2024, idadi ya watoto manusura waliopokea msaada kutoka UNICEF iliongezeka kwa 143% na kufikia zaidi ya watoto 24,200 mwaka 2024 katika mikoa iliyoathirika zaidi. Hata hivyo, hali ya ukosefu wa usalama na kupungua kwa ufadhili wa kimataifa umesababisha maeneo salama, kliniki za kwa mama na miradi ya kijamii inayoungwa mkono na UNICEF kupunguza shughuli zao au kufungwa kabisa. Kufikia katika mwaka 2025, ni 23% tu ya shughuli dhidi ya ukatili wa kijinsia zilikuwa zimefadhiliwa ikilinganishwa na 48% mwaka 2022, hali iliyohatarisha maisha ya mamia ya maelfu ya watoto, wakiwemo 300,000 kutoka maeneo ya mashariki yaliyoathiriwa na migogoro, kwa mujibu wa shirika hilo. Na kupitia habari hizo za kitaifa ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kutegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu walikusanya uchambuzi huo, bila kumweka kando Isaac Mulucha Ashibe alikuwepo kwenye dawati na mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwaheri.